Kwa sababu mimi ni msemaji wa mwisho, tabidi niwatambue walokuwepo, nisiseme utaji umeswihi. Kwa hiyo nianze kutambua naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, Dr. Doto Biteko, Mheshimiwa Kitila Mkumbo, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, waheshimiwa mawaziri wengine kama mpo na manaibu mawaziri, Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na katibu mkuu mstaafu ambaye pia ni mwenyekiti wa TPDC, Balozi Ombeni Sefue, kinitambua uwepo wa mkurugenzi wa WHO Africa, Profesa Mohamed Janabi, hongera sana, hongera sana. Nadhani safari yako hii ni kuja kutuaga na tunakutakia kazi njema. Asante sana. Mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari, tambua uwepo wa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania ambaye amepata zawadi nono, na funzo nililopata ni kwamba ukiwa mtendaji mkuu mwenyewe na mwenyekiti mwenyewe mambo yanakuwa mazuri zaidi. Sasa hiyo inafikirisha. Kinitambue uwepo wa wakuu wa taasisi wote mlioko hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Chalamila, mkoa huu wa Dar es Salaam, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo nasi hapa, tambua uwepo wa katibu mkuu KIDA, lakini PSC, hazina na makatibu wakuu na manaibu wote mlioko hapa. Tambua uwepo wa mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu bunge ya uwekezaji na mitaji ya umma, Agostino Vuma. Mheshimiwa, tunatambua uwepo wako. Profesa Olesante Ole Gabriel, mtendaji mkuu wa mahakama lakini mwakilishi wa jaji mkuu hapa. Ndugu Nehemia Mchechu, msajili wa hazina Tanzania, ndugu Wahid Sanya, msajili wa hazina Zanzibar, karibu sana. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi hapa, wenye viti wa bodi na wakurugenzi wa taasisi, mashirika ya umma na wakala wa serikali mliopo nasi hapa, watendaji wakuu wa taasisi, mashirika ya umma na wakala wa serikali mliopo nasi kutoka pande zote mbili, SMZ na SMT. Pia nitambue viongozi wa dini, nitambue uwepo wa watumishi wa msajili wa hazina na secretariat ya hafla hii, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa wenzangu, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, baada nami kuongeza sauti kwenye kumshukuru Mungu, niseme kwamba tumekuja hapa katika tukio hili adhimu, siku ya Gawio 2025, ili kupokea gawio la michango kutoka kwenye mashirika na taasisi za umma na makampuni ambao serikali ina umiliki wa hisa chache. Nimshukuru na kumpongeza Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji kwa kazi nzuri ya kuongoza mageuzi ndani ya mashirika ya umma. Lakini pongezi za pekee ni kwa msajili wa hazina pamoja na timu yake kwa ufuatiliaji wa siku hadi siku wa mashirika haya kwa kuipa umuhimu wa kipekee pia siku ya leo. Vile vile niwapongeze kwa maandalizi mazuri ya hafla hii. Hongereni sana. Mlitushukuru kwa hafla hii kufanyika Ikulu, lakini nadhani hapa ndo kwao. Sababu wizara inayoshughulika na msajili wa hazina ni mipango uwekezaji, ofisi ya Rais mipango uwekezaji. Kwa hiyo mmekuja nyumbani. Tukio hili linaakisi dhamira yetu thabiti ya kuhakikisha kuwa uwekezaji wa umma unaendelea kuleta matokeo chanya na yenye tija katika maendeleo ya kiuchumi ya taifa letu. Muhimu zaidi, siku hii inadhihirisha mwelekeo wa serikali wa kuingiza au kuzingatia ufanisi, tija na uwajibikaji
katika uendeshaji wa mashirika ya umma. Kwa ufupi tuseme tuna lengo la kuondosha mashirika mizigo. Tunataka mashirika yote yachangamke, yazalishe na walete returns serikalini kama walivyowekezwa wenyewe. Na hicho ndio kilio changu kikubwa toka mmenipa dhamana hii, kwamba mashirika ya umma kwa muda mrefu yamekuwa yakila kutoka serikalini lakini yenyewe hayarejeshi. Kwa hiyo tumeanza safari vizuri. Tumeanza vizuri na wapongeza wote ambao mmeweza kuchangia. Na hiyo ndio sababu mwaka jana katika hafla kama hii niliridhia ombi la msajili wa hazina la kuwa na siku maalum ya kutoa gawio kila mwaka ambayo imeita siku ya gawio, na kukubali kwamba mimi mwenyewe ndio nitapokea gawio kutoka kwenye mashirika. Pamoja na kuhamasisha mashirika kufanya vizuri zaidi, siku hii pia inatoa fursa kwa wananchi kuona namna mashirika yetu mbalimbali yanavyowajibika kwao, kwa sababu mkileta serikalini mnarudisha kwa wananchi, kwa wanaona jinsi mnavyowajibika. Hivyo niwapongeze kwa kubuni wazo hili na niwasisitize kuendeleza utamaduni huu. Ndugu viongozi, wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, kauli mbiu ya siku hii ya gawio ni mageuzi ya mashirika ya umma na wajibu wake kuchangia maendeleo ya Tanzania. Kauli mbiu hii inaweka bayana maono mapana ya serikali na matarajio ya Tanzania kuhusu nafasi ya mashirika na taasisi za umma katika kuharakisha maendeleo nchini. Leo hii tumepokea trilioni 1. Hii ni pesa kubwa. Inakwenda kutufaa kwenye mambo kadhaa. Lakini pia imepunguza ule utegemezi tulikuwa nao kule nyuma. Kama tulikuwa tunagaiwa trilioni 10, sasa 1 tumeileta wenyewe ndani, tategemea 9. Kwa hiyo tukienda hivyo kila mwaka tunapunguza lile wanasema mapungufu ya utegemezi na tunaelekea kwenye kujitegemea. Na hivi ndivyo mashirika yetu yanatakiwa kufanya kazi. Lengo kubwa ni kuhakikisha mashirika yanaweza kujitegemea kiuendeshaji na yanaongeza mchango wake kwenye uchumi kwa ujumla. Katika kufikia azma hiyo, serikali imechukua hatua mbalimbali kutekeleza mageuzi kwenye mashirika na taasisi za umma. Kwa upande mmoja, hatua hizo zimeanza kuongeza kiwango cha kujitegemea na kupunguza utegemezi wa taasisi za umma kwa serikali, lakini utegemezi wa serikali kwa mashirika mengine ya fedha. Nimejulishwa kuwa katika kipindi hiki tayari, kama tulivyosikia wote hapa, STAMICO, TPDC zimejitoa kabisa katika kutegemea ruzuku ya serikali na wanajitegemea wenyewe kwa mishahara na fedha za uendeshaji. Watakuja serikalini inapokuja kwenye mambo makubwa ya miradi ya maendeleo, lakini kama shirika kujiendesha yatakuwa yanajiendesha yenyewe. Hongereni sana. Waheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, mageuzi tunayoyafanya hayana budi kuongozwa na ufuatiliaji na tathmini madhubuti au thabiti. Na haya ndiyo niliyomsisitiza msajili wa hazina kwenye siku ya gawio mwaka jana. Sasa nimejulishwa kwa tathmini hiyo imefanyika na maboresho husika ya kiutendaji yameshaanza kutekelezwa. Pamoja na mambo mengine, maboresho hayo tayari yamewezesha mashirika 11 ya kipaumbele, yani key state owned enterprises, kati ya mashirika 13 yaliyokuwa na mtaji hasi kutoka kwenye kundi hili na kuingia kwenye orodha ya mashirika yenye mitaji chanya. Na tumeona hapa 2 watatu wamejitutumua. Hawakuwa wanatoa gawio, lakini mwaka huu wameanza kutoa gawio. Wengine ndio hivyo wamejitegemea. Wengine wameongeza kiwango cha kutoa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya. Lakini mashirika mengine 8 kati ya 13 yaliyokuwa yakipata hasara mfululizo yametoka kwenye lindi la hasara na sasa yanapata faida. Asanteni sana, hongereni sana.
Niwapongeze wote kwa mabadiliko haya chanya na ya kutia moyo. Aidha, msajili wa hazina nikutake uendelee kufanya tathmini na kuchukua hatua madhubuti zaidi, kwani ninaamini bado mashirika haya yanaweza kufanya vizuri zaidi. Katika muktadha wa mageuzi haya, pamoja na kuwajengea uwezo zaidi watendaji wakuu wapya, msajili wa hazina kanifahamisha pia kwa kazi ya kuandaa dashboard. Nilikwenda kwenye tukio moja, dashboard imetoholewa Kiswahili, inaitwa dashboard. Kwa hiyo kazi ya kuandaa dashboard ya mashirika ya taasisi za umma imekamilika. Hatua hii inamaanisha usimamizi wa taasisi sasa unaenda kuwa wa kiwango cha juu. Kila kitu kitaonekana kwenye mtandao. Kila kitu kitakuwa displayed na wote tutapata fursa ya kuingia na kuona nani anafanya vizuri, nani anakuwa, nani anarudi chini na kwa nini pia, ili tupate kuwasaidia wakae vizuri. Lakini vile vile itapunguza muda wa ufuatiliaji. Amesema vizuri hapa msajili wa hazina kwamba mwaka jana watu wake wote walikuwa kwenye safari kutafuta hizo taarifa, lakini mwaka huu wametumia tu hilo dashboard lao na kupata taarifa zote na kufanya maamuzi. Lakini vile vile itarahisisha kufanyika kwa maamuzi mbalimbali ya kiutendaji na kimkakati katika ngazi zote. Kwa ujumla, uwekezaji uliofanywa na serikali kwenye mashirika ya umma ni mkubwa, hivyo ufuatiliaji nao hauna budi kuakisi ukubwa huo. Hasa msajili wa hazina, hongereni sana kwa hatua hii. Haya ndio mageuzi tunayoyataka. Hongera sana. Kwa upande mwingine, pamoja na hatua hizo, mageuzi tunayoyafanya yatahusisha pia mabadiliko ya kisheria. Waziri wa Mipango na Uwekezaji endelea kusimamia mchakato wa kutungwa kwa sheria mpya ya uwekezaji wa umma. Hatua hii nayo itakapokamilika itaimarisha usimamizi wa rasilimali zilizowekezwa kwenye mashirika ya umma. Ndugu zangu, shauku yangu na ya Tanzania kwa ujumla ni kuona mashirika ya Tanzania au mashirika ya umma na taasisi za umma zinawajibika kwa kuleta faida na tija iliyokusudiwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Na hili ndilo lilotukusanya hapa leo, yani kupokea michango isiyo na kodi kutoka katika taasisi na mashirika ya umma inayojumuisha gawio, michango ya 15% na mapato ghafi na mapato mengineyo. Msajili wa hazina asubuhi leo TBC katika sijui wanaita nini, tano za jambo sijui kitu gani, kulikuwa na ofisa wako anahojiwa na alipigwa maswala mazito, lakini yote kayajibu vizuri. Kwa kiasi fulani ametoa elimu kwa watu. Aliulizwa mapato yasiyo na kodi ni nini na kwa nini gawio. Aliulizwa maswali 4-5 lakini yote kaeleza vizuri. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa hiyo nieleze furaha yangu kwa idadi ya mashirika yaliyowajibika kutoa mchango wao imeongezeka, na nikutake msajili wa hazina kuendelea kulisimamia hili. Gawio si fadhila, bali ni haki ya umma kupitia uwekezaji mkubwa uliofanywa katika mashirika ambayo kwa sasa thamani yake imefikia shilingi trilioni 86.29. Hiyo ndio uwekezaji serikali imefanya kwenu ili mzalishe, turudishe kwa umma. Na ndio maana mnaitwa mashirika ya umma. Turudishe kwa umma. Kwa hiyo jitahidini, ongezeni jitihada. Nisitize kuwa zama zile za taasisi kuendelea kuchuma serikalini bila zenye kurudisha faida zimepitwa na wakati na hazipo tena. Kwa hiyo kila shirika lijitahidi kuzalisha ili litoe. Tunataka mashirika yawajibike, yajibebe na yaibebe serikali pia. Aidha, mashirika na taasisi zina wajibu pia wa kulinda uwekezaji uliofanywa na serikali. Serikali inawekeza kwa malengo. Tusimamie na kuhakikisha malengo hayo yanatimia. Kwa mfano, taasisi zinazotoa huduma ya maji na umeme
wana wajibu mkubwa wa kusimamia miundombinu ili tusipoteze rasilimali katikati. Mashirika ya maji kwa mfano, tusiposimamia vizuri, mabomba yakipotea, maji yakipotea, tunapoteza fedha nyingi sana. Umeme vile vile, wasiposimama imara TANESCO, mkazuia wizi wa umeme, mkazuia kupotea kwa umeme, kazi hii tunayofanya, uwekezaji mkubwa tunaofanya kwenye bwawa na maeneo mengine, unakuwa hauleti faida sana kwa serikali. Kwa hiyo mjitahidi kudhibiti na kuhakikisha miundombinu yote kwa wakati wote iko salama na iko vizuri na inatoa huduma inayotakiwa. Nimetumia sekta hizi mbili kama mfano tu, ila hoja ya msingi ni kuwa mashirika na taasisi zote zina wajibu wa kuongeza nguvu kulinda uwekezaji unaofanywa na serikali kwenye mashirika hayo kwa kuboresha miundombinu na kupunguza upotevu. Wakati tunazungumzia mageuzi na wajibu, nisisitize kuwa wajibu mwingine wa mashirika na viongozi tuliowakabidhi kuyasimamia ni kuyapokea na kuyakubali mageuzi yanayofanywa. Mageuzi si jambo dogo. Mabadiliko yanapokewa kwa njia tofauti. Wakati tulipoanza safari hii, hamkuwa na fikra chanya za kupokea mageuzi. Na hiyo ni kutokana na sababu nyingi. Labda je, nitakuwepo? Itakuwaje? Mamlaka yangu yatakuwaje? Shirika litakuwaje? Nitafutwa, nitakuwepo? Nikichanganywa na mwingine itakuwaje? Lakini tumekwenda na hiyo safari miaka 2-3 sasa, na matokeo yake ndio haya tunayoyaona. Niwaombe sana wasimamizi wa shirika na wenye viti, tupokee kwa njia nzuri, tuwe na muono wa mabadiliko na mageuzi ili tuweze kufanya vizuri zaidi kwa faida ya taifa letu. Niwaombe sana. Ndugu viongozi, wenye viti wa bodi na wakuu wa taasisi na mashirika ya umma, kwenye siku ya gawio mwaka jana nilipokea kiasi cha shilingi bilioni 611 kama gawio na michango kutoka taasisi na mashirika ya umma. Wakati ule mwaka wa fedha ulikuwa haujaisha kama alivyosema msajili, lakini makusanyo yaliendelea hadi tarehe 30 Juni mwaka jana, ambapo hadi tarehe hiyo kiasi kilichokusanywa na ofisi ya msajili kilifikia shilingi bilioni 767. Sasa leo nimepokea gawio la jumla ya shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Hii ni ongezeko la shilingi bilioni 261 na makusanyo yote ya mwaka uliopita 2023-2024. Na kama ilivyokuwa mwaka jana, makusanyo bado yanaendelea hadi kufika tarehe 30 mwezi huu. Nina imani kiasi hiki kitaongezeka kidogo, sababu mlioko hapa ambao bado hamjachangia mtakwenda kuangalia vipi muweze kuchangia. Wito wangu kwenu si kwenda kukamua mashirika mradi uonekane umechangia. Changieni kama sheria inavyosema. Changieni kwa faida mlioitengeneza. Usione aibu hata ukichangia bilioni 1, bilioni 2. Changia kwa faida ulioitengeneza, na siku hii hapa unavyoona wenzao wanachangia, ikupe msisimko, ikupe challenge kwamba na wewe uende ukaongeze gawio lako ili nawe usomeke hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, kafanyeni hivyo kwa faida ya taifa letu. Natarajia kutakuwa na ongezeko zaidi pengine mwakani. Kwa wale ambao wamechangia vizuri leo, nilikuwa nawaomba hapa mwakani iwe hivyo. Nasema ndio. Nimemwambia mtu wa nyumba mwakani 10 bilioni, akasema msajili kesha niambia. Kwa hiyo msajili endelea kuhamasisha wazalishe na tuwajengee conditions wazalishe ili tuweze kukusanya zaidi. Ukimkamua ng'ombe hana kiwele, hakikujaa, hawezi kupa maziwa mengi. Lakini tukiwasaidia kiwele kikijaa,
watatoa kikubwa zaidi. Kwa hiyo twende tuwasaidie ili watoe kikubwa zaidi. Ninatambua kuwa zipo taasisi ambazo zimeendelea kufanya vizuri mwaka hadi mwaka na tumezitambua hapa. Aidha, zipo taasisi ambazo mwaka jana hazikuwepo kwenye orodha ya wachangiaji bora, lakini mwaka huu zimepanda na kufikia hatua hiyo. Vile vile kuna taasisi ambazo mwaka jana ziliibuka kidedea na mwaka huu zimeweza kuongeza gawio zaidi. Hii ni ishara kwamba taasisi zimehamasika na kuchukua hatua thabiti na za makusudi za kuboresha utendaji ili kupata matokeo bora zaidi, na matunda ya jitihada hizo tumeyaona hapa leo. Napongeza wale wote ambao wamechukua nafasi za juu zaidi ya zile mlizokuwepo mwaka jana, wale wote ambao mmechangia zaidi mwaka huu kuliko mwaka jana, na wale ambao mwaka jana hawakuchangia ila mwaka huu wamo kwenye orodha ya kuchangia. Hongereni sana. Ni matumaini yangu kuwa hamtarudi nyuma. Safari itaendelea na mtafuta wenzenu ambao. Lakini niungane na msajili wa hazina kuzipongeza taasisi ambazo zinatoa huduma na kusaidia wananchi, lakini michango yao hawaileti kifedha. Na huu ndio ufuatiliaji na tathmini ambao msajili na kuhimiza wale nao waonekane na tujue wanachangia kiasi gani kwenye umma. Kama ulivyosema, taasisi ya JKCI wametoa bilioni 2 kwenye huduma gani, bilioni 14 kwenye huduma gani. Ni mchango mkubwa, unawekwa kifedha na tunawatangaza kwamba nao wanarudisha kwenye umma. Huko ndiko kurudisha kwenye umma. Waheshimiwa viongozi, kwa hakika tumepiga hatua kubwa sana katika kuongeza mchango wa mashirika ya umma. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya, tunaweza kufanya vizuri zaidi katika kufikia matarajio ya serikali juu ya mchango wa mashirika na taasisi za umma katika mfuko mkuu wa serikali wa mapato yasiyo ya kikodi. Lengo letu ni kuona mashirika na taasisi za umma zinachangia angalau 10% ya mapato yote yasiyo ya kikodi. Lengo kisheria nadhani ni 15%, basi jikuze angalau 10% uweze kutoa gawio kwa serikali, na nina imani hili tunaliweza na itawezekana. Kwa hiyo nikutake msajili wa hazina kuweka malengo na kuyasimamia kwa mashirika ili waweze kuchangia vizuri. Ndugu viongozi, wakati napokea hundi, nimeona pia mwaka huu bado taasisi ambazo serikali tuna hisa chache zimeongezeka au zimeongoza katika kundi la kutoa gawio kama ilivyokuwa mwaka jana. Hii ni ishara muhimu ya manufaa ya ushirikishwaji wa kimkakati au ushirikiano wa kimkakati baina ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kuongeza tija na kuleta matokeo chanya katika utendaji wa taasisi zetu. Serikali tunathamini mchango wa sekta binafsi na tutaendelea kushirikiana nayo kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Ni lazima tukubali kuwa sekta binafsi ni kiungo muhimu katika safari ya mageuzi ya taasisi za umma na safari ya maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Hivyo maeneo yote ambayo tutaona kuna umuhimu wa kushirikiana kimkakati na sekta binafsi, tutafanya hivyo kwa manufaa ya taifa letu. Ndugu zangu, siku ya gawio inaashiria kuelekea kuisha kwa mwaka wa fedha na vile vile kuanza kwa mwaka mwingine wa kuonesha matokeo. Hivyo ili mwakani tuone kiwango cha juu zaidi cha utendaji wa mashirika, ukusanyaji wa mapato yasiyo ya kikodi na utoaji gawio, basi nielekeze yafuatayo. Kwanza, niatake mashirika na taasisi kuongeza ubunifu kwa lengo la kuongeza ufanisi katika utendaji na kutatua changamoto zinazowakabili. Nafahamu kuwa taasisi zina changamoto mbalimbali
Lakini changamoto kubwa ni suala la upatikanaji wa mitaji. Kwa upande wake, serikali imeongeza uwekezaji kwa 32% kufikia shilingi trilioni 86.29, lakini bado mahitaji ni makubwa. Sasa mageuzi haya ni pamoja na kuwa wabunifu. Tusisubiri serikali itatue kila changamoto inayotukabili kwenye taasisi zetu. Tutumie fursa mbalimbali zinazotuzunguka katika kutatua changamoto hizo, ikiwemo kuingia kwenye soko la mitaji na kuongeza ushiriki wa wananchi. Na hapa ni muombe msajili wa hazina kwamba uendelee kufanya utafiti ili kujua na kubainisha taasisi zenye mwelekeo na viwango wa kuingia kwenye soko la mitaji ili ziende zikachume mtaji huko badala ya kutegemea mtaji wa serikali peke yake. Na hii itaipunguzia serikali mzigo mkubwa wa kulisha mashirika yake. Kiingia huko mtaweza kupata mitaji kupitia njia hiyo. Lakini la pili ni ni kuagize tena msajili wa hazina pamoja na viongozi wote wa mashirika na taasisi za umma kuimarisha matumizi ya tehama. Hii imetupa uhakika kwamba tukijiingiza kwenye matumizi ya tehama tunakusanya zaidi na tunakuza ufanisi kwenye mashirika na taasisi zetu. Kwa hiyo twendeni tukatumie tehama ili kuongeza uwazi, lakini kama nilivyosema, kuongeza ufanisi na tija katika kutekeleza majukumu yetu na kutoa huduma. Katika hili pia niwatake viongozi wote kuhakikisha mifumo ya tehama iliyopo inaenda kuhuishwa ili iweze kuwa na mlingano mzuri wa taarifa na kuongeza tija kwa taasisi zetu. Jambo jingine kwa msajili wa hazina ni utekelezaji wa majukumu yote ya taasisi unategemea sana ubora wa rasilimali watu. Hivyo na kuagiza msajili wa hazina kuendelea na jitihada za kuwajengea uwezo watendaji wakuu na watumishi wote katika nyanja mbalimbali ili kuongeza tija kwa taasisi zetu. Jambo la 4, tumefahamishwa kwamba serikali imefanikiwa kukamilisha majadiliano yaliyoongeza kampuni za madini, ambapo serikali ina hisa kutoka kampuni 4 mwaka 2020 hadi sasa kampuni 12 kote tuna hisa kwa sasa. Ni hatua muhimu katika kuhakikisha Watanzania wanafaidika zaidi na rasilimali madini ambayo iko nchini kwetu. Hivyo basi, ikiwemo kampuni ya Twiga ambayo imefanya vizuri leo. Hivyo nikutake msajili wa hazina kusimamia ukamilishwaji wa majadiliano ya mikataba na kampuni nyingine zote za madini ili umma ufaidike zaidi na sekta hii. Jambo la 5 ni maagizo kwa Waziri wa Mipango na Uwekezaji kwamba uendelee kusimamia ukamilishwaji wa sheria kama nilivyosema ya uwekezaji wa umma ili kuhakikisha kuwa azma iliyokusudiwa ya kuimarisha usimamizi na uwekezaji wa serikali na kuwa na mfuko wa uwekezaji inafikiwa vizuri. Kwa jina lolote mtakaloita, sovereignty fund, sijui mfuko wa uwekezaji, jina lolote ambalo halitaleta utata kisheria ndani ya nchi yetu. Sababu najua kipengee kimoja kinachochelewesha hii sheria ni huo mfuko. Lakini pia mamlaka msajili wa hazina, kwa fateni sheria, angalieni jinsi mnavyoweza kuiweka vizuri ili sheria iende bungeni ipite na tuanzishe huo mfuko wa uwekezaji. Ndugu viongozi, nimalizie kwa kusema kuwa kote duniani mashirika ya umma yamekuwa nguzo muhimu katika kuchochea maendeleo, na katika baadhi ya nchi ndio yanayotoa mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa. Gawio tunalolipokea leo au tulilolipokea leo ni kielelezo cha juhudi, uwajibikaji na uadilifu wetu katika kusimamia rasilimali za umma, na ni mrejesho kwa mageuzi na maboresho ambayo tumeanza kuyafanyia kazi kwenye mashirika yetu ya umma yanaleta matokeo. Lakini jinsi tunavyopandisha
gawio kutoka kwenye mashirika, ndivyo jinsi ulimwengu utatuheshimu, kwamba tumejua mapungufu yetu, tumerekebisha, na sasa tunaanza kujitegemea ndani. Na ile mkono wa ngaie utakuwa unarudi kidogo kidogo. Mfano mzuri ni kwa TPA, ambapo baada ya kuwezeshwa na kuifanya bandari moja tu ya Dar es Salaam, nadhani na Tanga sasa hivi kuwa zinafanya kazi vizuri, wameweza kushift mzigo mkubwa wa gharama kwa wale private sector tuliowaweka pale. Hawa sasa hawajibiki kununua mitambo ya kushushia wala nini. Ni operation, administration, na kuhakikisha huduma zinazohitajika na yale mashirika yaliyoko pale, wale wageni, zinapatikana. Lakini jengine, kwa sababu wameondosha mzigo wa cost ya kuendeleza bandari, wao sasa ya kununua vitu vya kuipa hadhi bandari, wao sasa watajielekeza kwenye kuweka miundombinu ya kuongeza bandari yetu, ili wawekezaji zaidi waingie, mizigo zaidi ije, na mambo kama hayo. Kwa hiyo tunapoboresha, mkikusanya zaidi, mashirika yanajijenga, lakini na serikali inapata zaidi. Kwa hiyo hilo ndio lengo hasa kubwa ambalo serikali tumejipangia kuelekea. Hivyo basi tuendelee kutimiza wajibu wetu wa kusimamia vyema utendaji wa taasisi tunazoziongoza, ili wananchi waone faida ya uwekezaji kwenye mashirika, na tuongeze mchango wetu kwenye pato la taifa kwa ujumla. Mageuzi haya ni hatua. Tulipo leo siko tulikotoka kwa kiasi kikubwa sana. Miaka mitatu hii tuliosema tunashughulika vilivyo na mashirika ya umma, mlioko kwenye mashirika mnajua mmepiga hatua kubwa sana. Mageuzi yamewapa sura nyingine. Angalau sasa mwanga unaonekana kwa yale mashirika ambayo yamebadilika kabisa, lakini ambayo yamo kwenye safari ya kubadilika. Yote kwa aina fulani, tulipo leo sipo tulipokuwa juzi na jana, tumebadilika. Lengo letu ni kuyafanya mashirika yakope kwa uwezo wao wa kifedha, wakope kwa financial statement zao, ili tupunguze mzigo wa mkopo kwa hazina, tupunguze mzigo wa deni la taifa. Mashirika kama TPDC, TPA wanaweza sasa kukopa kwa kutumia financial status zao, na mkopo ukawa wa kwao na sio deni la taifa, na wakafanya maendeleo makubwa tu ndani ya nchi. Huko ndiko tunakoelekea. Kwa wale mashirika sijui TASA nani, simameni, jijengeni, muweze kukopa. Na wakiona unafanya, nakumbuka mwaka juzi tuliomba mkopo World Bank kwa ajili ya bandari, kuendeleza bandari zetu. Wakaja na hoja chungu mzima kwa nini hatuwezi kukopeshwa kwa ajili ya kuendeleza bandari zetu. Lakini walivyoona maendeleo ya bandari na walivyoona bandari inavyokusanya fedha, wamekuja wenyewe wanasema tuko tayari kuwakopesha milioni 500 dola hizi hapa zipo, tunataka kuwakopesha. Mbosa kaja mbio kwangu, mama, nikamwambia tulia kwanza, usiharakishe. Hawa wameshaona kitu hapo. Kaa nao, zungumza nao, ujue wana kitu gani haswa. Wasione kwamba tunaendelea sasa wenyewe 500 ikaje katutokea puani. Nikamwambia una pesa ya kutosha kufanya development, anza mwenyewe. Ukikwama tutaangalia, je, tunakwenda huko au tunakwenda wapi? Na hiyo ndio fahari ya nchi. Hiyo ndio fahari ya nchi. Kwa mambo ni hayo. Wakikuona unafanya vizuri wenyewe wanakuja. Lakini wakikuona unasuasua huku, watakuwekea macondition na masababu chungu mzima kwa nini wasikupe mtaji. Na ndio maana nikasema jitahidini kuingia soko la mtaji. Kule wananchi wenyewe watachangia. Mtapata fedha za kuendeleza mashirika yenu na mtapata kuwarudishia wananchi fedha yao. Kwa hiyo ndio fahari tunayoitaka ya mashirika yetu, kupunguza deni la taifa
na mashirika wakope kwa balance sheet zao wenyewe na sio kupitia kwa PST. Na PST saa nyingine baada ya rangi hiyo alionayo anakuwa wa pinki. Unampelekea mahitaji, anakuambia naomba kukuona. Ukisikia naomba kukuona, anakuletea listi kwa mwezi huu na madeni ya nje ya kulipa haya. Kuna certificate zimemachua hizi. Kuna madeni ya default tulizozifanya za mahakamani. Sijui kuna nini, mishahara na nini nimeshatoa zimebakia hizi. Sasa hili uliloniletea hili. Kwa hiyo tukimpunguzia ile tuna madeni ya nje haya, tuna nini haya, itamsaidia kukaa vizuri zaidi. Sasa ndugu zangu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu amesema siku ya maokoto sio siku ya kusema sana. Lakini mimi nimesema sana kwa faraja na furaha nilionayo. Kwamba mashirika yetu sasa yana mwelekeo mzuri na yanajenga heshima ya nchi yetu. Hongereni sana. Baada ya kusema hayo, nikushukuru sana waziri na msajili wa hazina na watu wenu wote mnaofanya hii kazi. Niwashukuru mashirika kwa kazi nzuri mnayoifanya, mageuzi mnayoleta, michango mliotoa, gawio mliotoa, na washukuru sana. Na niseme kazi iendelee, na kazi na utu, tusonge mbele. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana.